Pasaka ni neno linalotokana na neno la Kiebrania linaloitwa Pesach, kwa Kiunani to Pascha, na kwa Kiingereza kulikuwa na maneno mawili. Moja inaitwa to spare, yani kuachilia, lakini jambo la pili lilikuwa ni to pass over, yani kupita juu. Hili ni tukio ambalo lilitukia usiku ule ambapo wana wa Israeli walikuwa wameamriwa kupaka damu ya mwanakondoo au mwanambuzi wa mwaka mmoja kwenye miimo ya milango yao. Na usiku ule malaika alipita kuua kila mzaliwa wa kwanza katika nyumba za Wamisri. Lakini kutokana na damu ile, kwa agizo walilokuwa wameagizwa na maelekezo waliokuwa wamepewa na Mungu, malaika alipita juu. Hakufanya uharibifu wote katika nyumba za Waisraeli pale Misri. Na maana ya Pasaka tukasema inatofautiana kwa kiasi fulani katika Agano la Kale na Agano Jipya, ingawa kuna uhusiano mkubwa kati ya yote mawili. Na katika mambo makubwa tuliona kwamba Pasaka katika Agano la Kale ilikuwa sherehe ya ukumbusho wa Mungu kuwakomboa Waisraeli kutoka utumwani Misri. Ilianzishwa kwa agizo la Mungu kupitia Musa kabla ya Waisraeli kutoka Misri. Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza na kuendelea, walielezwa kwamba yule mwanakondoo au mwanambuzi wa mwaka mmoja wamle pamoja na mboga za uchungu. Ile ilikuwa inamaanisha kwamba watakuwa wanakumbuka mateso walioyapata katika nchi gani jamani? Katika nchi ya Misri. Ilikuwa ni kumbukumbu ya uchungu. Lakini tukaona katika Agano Jipya kwamba Pasaka inapata maana mpya ya kiroho kupitia Yesu Kristo. Yesu alisulubiwa wakati wa sikukuu ya Pasaka ya Kiyahudi, na hivyo akawa kama mwana kondoo wa Pasaka katika ile wa Korinto wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 7. Kama damu ya mwana kondoo ilivyookoa Waisraeli huko Misri, damu ya Yesu Kristo inaokoa watu kutoka katika dhambi mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasaka kwa Wakristo inaadhimishwa kama kumbukumbu ya kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, ambao ndio msingi wa wokovu wetu. Biblia inasema kule katika Wakorinto kwamba kama Yesu angekufa asifuke, Ukristo usingekuwepo tena, wokovu usingekuwepo. Lakini sasa Yesu alifufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imani zingine zote ni nzuri, lakini imani katika Yesu Kristo ni bora kupita imani zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu anatangaza, anasema mtu akiniamini mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, kwa sababu mimi ninawamiliki waliokufa na walio hai. Naona kwenye misiba watu wanasema fulani tumempoteza ambaye hajaokoka. Ni sawa sio sawa? Lakini mtu aliyeokoka tumempoteza? Hapana, hatujampoteza bado. Lakini tulisema katika Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19, Petro anasema, nani mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, si kwa wanyama wa kawaida, lakini tulikombolewa kwa damu ya nani jamani? Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa wokovu wetu ni wa muhimu sana. Na katika Yohana 15:13 na waimbaji wameimba, hakuna upendo mkubwa kama huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya watu wengine, tena watu wabaya. Lakini nikasema hivi, tunaposherehekea sikukuu ya Pasaka, maana yake tunasherehekea ukombozi wetu kutoka katika dhambi. Nikasema kama unasherehekea kuwa huru na wewe bado ni mtumwa, uko sawa? Jamani, uko sawa sawa? Nikasema ili tusherehekee Pasaka vizuri, ni lazima tuwe tumetubu.
Nikasema ujumbe mkuu katika Biblia ni nini jamani? Ni toba. Tulisoma katika Mathayo sura ile ya 3, Yohana Mbatizaji anasema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umefanya nini? Umekaribia. Kwa hiyo ni vizuri sana kuhakikisha kwamba umetubu tunaposherehekea Pasaka yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilisema mambo mengi kuhusiana na swala la toba. Kulikuwa na vipengele vingi: kutambua dhambi, lakini kujuta kwa dhambi hiyo uliyoifanya, kutubu yani kuomba msamaha kwa dhambi hiyo, kugeuka na kubadilika. Lakini nikasema kuwa na matunda ya pasayo toba. Tukatoa mfano juu ya mwana mpotevu. Biblia inasema alipozingatia kwamba hata kule nyumbani watumwa tu wanakula na kusaza, akasema nitaenda kwa baba yangu nimwambie mimi sistahili tena kuwa mtoto wako, ila nataka tu niwe miongoni mwa watumwa ulionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokwenda kwa baba yake kutubu, baba hakumpokea tena kama mtumwa, alimpokea kama mtoto. Akasema toba ni mabadiliko ya moyo na maisha kutoka kwa dhambi kwenda kwa Mungu, yanayochochewa na huzuni ya kweli na uamuzi wa kumtii Mungu. Katika Yakobo 4:7 anasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani na atafanya nini jamani? Atawakimbia. Swali ni moja tu. Je, umetubu? Najua toba ndio imebeba wokovu wetu. Swali kwamba umeokoka, jibu lake ni moja tu, ndio au hapana. Kwa sababu hata huko ndani pana kuelekeza kabisa kwamba wewe umetubu, umeokoka, umemwamini Yesu, ama wewe bado huku ndani panaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome katika Warumi sura ile ya 8. Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 17. Na kama tu watoto, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Amen. Sasa Paulo mtumishi wa Mungu anazungumza maneno haya yenye nguvu sana. Anasema na kama sisi ni watoto, yani watoto wa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, basi sisi ni warithi wa Mungu. Pamoja na nani jamani? Pamoja na Kristo mzaliwa wa kwanza. Na tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja na nani jamani? Pamoja na Bwana Yesu. Yesu alikuja duniani, alivaa mwili, aliteswa, alisulubiwa na hatimaye alikufa na akafanya nini jamani? Akafufuka. Sasa sisi kama kanisa tunaungana pamoja na Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana sisi ni wana wa Mungu pamoja na yeye. Yeye ni mzaliwa wa kwanza, sisi tumefuata. Kwa hiyo Paulo anasema kwa kuwa Yesu aliteswa, na sisi tunateswa pamoja na yeye. Sasa kuna watu wakiingia tu kwenye mateso wanasema Yesu amefanya nini? Amewaacha. Si inaonekana ameshanifuta. Tena mwingine anasema nimeomba sana, nimeshamshirikisha na mchungaji, tumefunga na kuomba. Sasa Mungu atajua akitaka aache. Yaani hapo umekosa unyenyekevu. Unajua Biblia inasema katika mateso yote aliyompata Bwana Yesu, aliendelea kuwa mtiifu na mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio lile fundisho la kenosis katika Wafilipi sura ya 5. Nasema iweni na nia ile ile iliyokuwemo ndani ya Kristo, ambaye yeye hakuona kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, lakini alishuka duniani. Akashuka mpaka kuzimu. Nasema kwa hiyo Mungu alimwadhimisha, akamkirimia jina kubwa kupita majina yote. Ndio maana kama mtu ana mapepo, ukitaja majina mengine yote
unakuta mapepo yanacheza tu muziki. Lakini ukisema kwa jina la Yesu, tunaungua, maana yake umetaja jina kubwa kuliko majina yote. Sasa tunaposema mateso ya Kristo ni mateso ya kanisa. Pasaka ni kipindi cha kutafakari, tafakari ya kina juu ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wakati wa kuangalia upya upendo wake mkuu na kujifunza maana ya kweli ya kuwa wafuasi wa Yesu Kristo. Katika mafundisho haya tunatafakari jinsi ambavyo mateso ya Yesu Kristo yanahusiana kwa karibu sana na mateso ya kanisa lake, yaani sisi waamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna uhusiano mkubwa sana. Mateso mengi tunayapata kwa sababu tu tumemwamini Yesu Kristo, ili kusudi tumuache Bwana, na sisi hatumuachi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ujumbe huu, jambo la kwanza ni kwamba Yesu aliteswa kwa ajili yetu. Naomba hilo ulizingatie. Hakuwa na sababu ya kuteswa, ni sawa sio sawa, lakini aliteswa kwa ajili yetu. Tulisoma mstari wa msingi sana jana, Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu atakayemwamini asifanye nini jamani? Asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo katika Isaya 53 mstari wa 5 anasema, kwa kupigwa kwake sisi tumefanya nini jamani? Tumeponywa. Mateso haya hayakuwa bure, yalikuwa ni njia ya ukombozi wetu. Haikuwa bure. Lakini jambo la pili, kanisa linashiriki katika mateso yake Yesu. Kanisa linashiriki katika Yohana 15 na ule mstari wa 20. Yohana 15 na ule mstari wa 20. Biblia inasema hivi: likumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Ikiwa walilishika neno langu, watalishika na lenu. Lakini haya yote watawatenda kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hawamjui yeye aliyefanya nini jamani? Aliyenipeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu Yohana ameandika maneno yenye nguvu sana. Anasema, kumbukeni maneno ambayo niliwaambia, kwamba mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Kwa hiyo kama alitendewa mabaya, kama aliudhiwa, kama alitukanwa, kama alipigwa, na sisi tunafanya nini jamani? Tutapigwa. Lakini upigwe ukiwa katika line ya kumtumikia nani? Yesu Kristo. Usipigwe katika mambo mengine ya kijinga, alafu useme ninateswa kwa ajili ya Yesu. Hapana. Kwa anasema kama waliyasikia maneno yangu, na ya kwenu watayasikia. Unaona, maneno ya Bwana Yesu waliyasikia. Ndio maana tukihubiri injili wanachachamaa kama wametupiwa siafu. Ndugu zanguni, kanisa linashiriki mateso kwa namna mbalimbali. Kanisa kama mwili wa Kristo tunashiriki mateso ya Bwana Yesu. Mateso gani tunayoshiriki? Dhuluma
kutengwa, mateso ya kimwili na hata vita vya kiroho. Mateso haya si ishara ya kuachwa na Mungu, bali ni ushirika wa kiroho na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mateso tunayoyapata kwa sababu tu umeokoka, adui anataka kukuondoa kwenye mstari. Hayo mateso si kwamba umeachwa. Wewe mjane hujaachwa, wewe mgane hujaachwa, wewe yatima hujaachwa, wewe maskini hujaachwa, wewe uliyeibiwa hujaachwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata waliyefungwa pasipokosa hujaachwa. Hapana, isipokuwa ni ishara kwamba wewe unashiriki mateso. Ni ushirika wa kiroho, sio wa kimwili. Ni ushirika wa nini jamani? Wa kiroho. Ndio maana Paulo katika Wafilipi anasema furahini katika Bwana. Tena anasema furahini. Furaha ile inayotajwa sio happiness. Ni joy. Happiness unapata kitenge kipya, kiatu, simu ya touch. Hiyo unafurahi, meno yote unaanika. Lakini ukisikia furahini, hii ni joy. Ni furaha ambayo ni tunda la nini? Tunda la Roho. Hata kama uko katika mateso, umepigwa kwa ajili ya kumtumikia Kristo, wewe furahi kwa sababu unashiriki kiroho mateso ya Bwana Yesu. Mateso ya Yesu wakati ule ni mateso ya kanisa wakati huu, na kisha tuingie kwenye unyakuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Katika Luka sura ile ya 9, sura ile ya 9 na mstari wa 22, Yesu anatabiri mateso yake akisema, imempasa mwana wa Adamu kupata mateso kidogo, kupata mateso mengi, na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa, na siku ya tatu kufanya nini jamani? Sasa ni ajabu sana leo hii Kristo aliyeokoka, mfuasi wa Bwana Yesu, mwanafunzi wa Yesu, yeye anataka aishi kwa raha tu. Kuna pambio tuliimba zamani kidogo, inasema kwa Yesu ni nini? Ni tambarare, hakuna milima, hakuna mabonde. Yule mwimbaji hajakosea sana, alikuwa rohoni. Mpaka aliimba tena wimbo mwingine akasema, chukua vyote lakini niachie nani? Sasa hivi hawakubali sema achukue vyote. Yeye alikuwa yuko sawa, chukua vyote, lakini yani unajua Bwana Yesu aliwaambia wanafunzi wakati ule, anasema itamfaidia nini mtu kupata ulimwengu mzima na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atapata nini badala ya nafsi yake? Sasa yule mwimbaji alikuwa rohoni sana. Chukua vyote shetani, lakini uniachie nani? Uniachie Bwana Yesu. Ndugu zanguni, lazima tukubali kwamba tutapita katika mateso kwa sababu Yesu Kristo alipita katika mateso. Kwa hiyo hakuwa na budi kuteswa na kukataliwa katika ile Luka 17:25. Lakini sisi pia ni lazima tutakataliwa. Changamoto tulionayo wakati huu, nataka tuone baadhi kidogo ya mateso tunayopitia katika wakati huu ambao pia Bwana Yesu aliyapitia. Mathayo 24. Mathayo 24 na sasa kuanza ule mstari wa 3
Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake walimwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asifanye nini? Asiwadanganye. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Lakini anasema mstari wa 6, nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Mateso yanaanza. Mstari wa 7 anasema, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi, mpate nini jamani? Mpate dhiki. Nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapofanya nini jamani? Watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utafanya nini jamani? Utapoa. Kama Yesu alisalitiwa, unaonaje sisi leo? Tunasalitiana, hatusalitiani? Tunasalitiana, tunachukiana, tunabaguana kwa misingi mbalimbali, aliye nacho na asiye nacho. Wewe ni kabila fulani. Hivi umeona Yesu alikuja kwa ajili ya kabila fulani? Alikuja kwa ajili ya watu wote. Leo tunabaguana, wasomi na wasiokuwa wasomi, wenye fedha na wasiokuwa na fedha. Yaani kuna mtu anaonekana ni mtu kwa sababu tu ya uwezo alionao na nafasi alionao. Lakini sisi wote katika Kristo, sisi wote ni ndugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapoitwa ndugu, misingi mingine yote ya ukabila, ya rangi, aliyenacho na asiyenacho, sijui ni nani na nani, na utaifa inaisha hapo. Sisi tunakuwa ni ndugu. Baba mmoja, tumenyonya ziwa moja la Bwana Yesu. Amen. Na kila mtu kati yetu sisi kama ndugu, akilia tunalia pamoja naye, akifurahi tunafurahi pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa bahati mbaya sana tumechukiana, tumesalitiana. Na hii ni dalili ya kuja kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baguzi ndani ya kanisa kitu kibaya sana. Lakini kuna matetemeko, kuna njaa. Hii town ni magonjwa ambayo hayana tiba. Magonjwa ya saratani, magonjwa ya ukimwi, magonjwa ya corona, magonjwa ya Ebola. Hizo ndizo town. Nasema homa ya bonde la ufa. Haya yote ni mateso kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Tuone Petro wa kwanza sura ya 5. Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 9 mpaka wa 10. Biblia inasema mstari ile wa 9, sura ya 5 Petro wa kwanza, anasema nanyi mpingeni huyu, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko wapi? Duniani. Na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kufanya nini jamani? Na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Hapo kuna mambo makubwa matatu ambayo ni sababu ya kanisa kuteswa. Usifikiri tunateswa hivi hivi. Hapana. Petro anasema mateso tunayoyapata tunatengenezwa. Ni sawa sio sawa? Tunatengenezwa. Tunatengenezwa. Tulikuwa hatufai, sasa tunafaa.
tunamfaa Kristo, tunakuwa vyombo vya Bwana kutokana na changamoto ambayo tunapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini si kutengenezwa tu, anasema anatuthibitisha. Ni kama tunagongwa muhuri. Unaona hali ya Bwana Yesu baada ya kufufuka ilikuwa ni hali yake kama wakati ambapo alikuwa bado hajafufuka. Tofauti kabisa. Mamlaka yake ilikuwa kubwa, uwezo wake ulikuwa ni mkubwa sana. Sasa Bwana Yesu alikuwa anaweza kuingia katika hekalu, milango na madirisha akiwa amefanya nini? Yamefungwa, wanashtukia yuko katikati yao. So huyu jamaa amepita wapi? Sio yule tena. Maana yake amethibitishwa. Ana nguvu. Milango tena na madirisha haiwezi kumzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mateso ulio nayo, usihisi kwamba umeachwa. Hapana. Tupo kwenye kipindi cha mpito. Kuna mahali tunaelekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona ndugu amekusaliti, ukiona mume wako amekugeuka, ukiona mke wako amekugeuka, mwimbaji mwenzako amekugeuka, amekusaliti, usikate tamaa. Kuna wengine wanasema na mwenyekiti amekuwa kinyume changu, basi Bwana Yesu kwa heri. Hapana. Huyo mwenyekiti sio Bwana Yesu. Ni mwanadamu kama wewe. Msamehe, tena usimhesabu kama adui, lakini chochea safari yako ya kwenda wapi? Ya kwenda mbinguni. Udhihirishwe katika miili yetu. Kwa maana sisi tulio hai siku zote twatolewa tufe kwa ajili ya Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu, ipatikanayo na nini? Na mauti. Basi hapo mauti hufanya kazi ndani yetu, bali uzima ndani yenu. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena, na sisi tuamini na kwamba sababu hiyo twanena, tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua na sisi pamoja naye na kutuhudhurisha pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo ameongea maneno makubwa sana. Kumbe tukiugua, tukiteswa, tunateswa na kuugua katika Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo anasema katika ule mstari wa 16, anasema kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku hadi siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda kitambo tu. Mwambie uliyekaa naye jirani, mwambie hiyo dhiki ulionayo ni nyepesi, ni ya muda kidogo tu, itakuwa imeisha. Maana wewe mwenyewe ni mgeni na mpitaji duniani. Muda sio mrefu utakuwa umeondoka. Kwa hiyo jipe moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyofanya nini jamani? Visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele na milele. Amen. Nafikiri wewe uliyemo katika changamoto unaweza kufarijiwa na kutiwa nguvu kwa maneno haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua hapa tupo, kuna wengine wapo lakini hawapo. Yaani yupo physically lakini mentally hayupo. Ukimgusa hivi anashtuka, anasema nilikuwa mbali sana. Hizo ni changamoto. Changamoto. Lakini Yesu anasema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilishinda, na ninyi mtafanya nini jamani? Mtashinda. Acha kujiinamia. Acha kuwa mtu wa machozi.
Yesu yupo. Yesu yupo. Ushindi upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushindi upo, usiogope. Usiogope, Yesu yupo. Maliza ujumbe wetu hapa katika Warumi sura ile ya 8. Warumi sura ya 8 na mstari wa 37. Mstari wa 37 mpaka wa 39. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa nani? Wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zanguni, hakuna chochote kitakachotutenga na upendo wa Kristo. Hakipo. Hakipo. Wewe simama vizuri katika maisha ya kiroho. Simama vizuri. Mwambie Bwana na kuangalia wewe, na Bwana atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukumbuke kuwa mateso yetu kama Wakristo yana maana sana. Yanaunganika na mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa hiyo yana thamani ya milele. Tushike imani, tukue katika imani, na tuendelee kumtazama Yesu aliyeanzisha na kumaliza imani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ni mwanzo na mwisho wa imani yetu. Tulianza katika yeye, tutamaliza katika yeye. Mimi najua kuna changamoto mbalimbali ambazo unapitia katika maisha yako, lakini mtazame Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka wale watumishi wa Mungu walipokutana na ile aliyekuwa na shida, yuko mlangoni anaomba msaada. Wale mitume wanamwambia, sisi hatuna fedha wala nini wala dhahabu, lakini wanamwambia tutazame sisi. Tutazame. Sasa ni kama ile jamaa alikuwa anasema, hao jamaa sasa ni watazama, wananisaidia nini? Wameshasema hawana fedha wala nini wala dhahabu. Sasa ni watazame wana nini? Na mimi nilikuwa na chombo changu hapa, najua kuna chochote kitapatikana hapa. Wanasema tutazame sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, alisimama hakusimama? Kafunguliwa, akawa mzima saa ile ile. Kwa nini? Wao walikuwa na zaidi ya fedha na dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi najua kuna changamoto ambazo tunapitia. Magonjwa. Tumepita katika misiba, tumepita katika kuibiwa, wengine tumeunguliwa nyumba, wengine tumepoteza mitaji yetu. Lakini Yesu anasema nitazameni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mnitazame, ninyi wajane mnitazame, ninyi yatima mnitazame, mimi ni baba yenu. Mnitazame mimi. Bwana Yesu asifiwe sana.